Kuna watu hawapigi kelele, hawajitetei sana, hawajisifii, hawapiganii attention, lakini ukikaa nao meza moja, kila mtu sauti hubadilisha kwa kuwaogopa. Hawaulizi kuhusu heshima, hawaitishi, hawajitetei, lakini wana social power. Na cha kushangaza zaidi, wengi wao hawajui hata kama hiyo nguvu wanayo au hawana. Leo nataka kukuonyesha nguvu hii ni nini hasa na inatoka wapi. Kwa nini watu wengi hawataiwahi kuipata hii nguvu? Na kwa nini hata maandiko ya kale yalizungumzia kuhusu nguvu hii kabla ya leo masomo ya saikolojia hayajakuja ya kisasa? Social power sio maarufu, sio fawazi, sio pesa peke yake. Social power ni uwezo wa kuathiri hali ya kijamii bila kupigania nafasi. Mfano kweli kuhusu nguvu ya social power. Umewahi kumwona mtu mkutanoni, hakai mstari wa mbele, asemi sana, lakini akizungumza mara moja tu, kila mtu unamsikia anasema huyu jamaa ana nguvu kubwa sana, au huyu jamaa ana uwezo mkubwa sana wa kumshawishi mtu. Hii ndo maana halisi ya social power. Kama umelipenda hili somo, tafadhali subscribe, share kwa marafiki channel ya Hitaji kwa ajili ya kupata masomo mazuri. Utakapo subscribe utakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata video zetu pindi tutakapokuwa tunazituma. Nabii Yusufu hakuwa na jeshi, hakuwa na pesa wala cheo mwanzoni. Alikuwa mfungwa, mgeni kabisa, hana nguvu za wazi. Lakini kwa nini alipofika ikulu ya Misri hakupiga kelele, hakujitetea sana, lakini Farao akamsikiliza? Kwa nini alimsikiliza? Kwa sababu Yusufu alikuwa na utulivu wa ndani, uhakika wa nafsi, hakukimbilia kuthibitishwa. Hata gerezani pia watu walimheshimu. Hii ndiyo social power, huanza kabla ya mamlaka. Watu wenye social power ni watu wachache sana, na pia naweza nikasema ni watu wengi, ila wengi hawajijui kama wana social power au hawana social power. Watu wenye nafasi ndogo lakini nguvu kubwa. Katika jamii kuna watu hawana pesa nyingi, hawana cheo, hawajulikani sana, lakini hawachezewi, hawazalauliwi, hawasukumwi. Kwa nini? Kwa sababu hawacheki kila kitu, hawajielezi kupita kiasi, hawaruhusu mipaka yao ivunjwe. Watu wanahisi huyu ana msimamo, na watu wengine wanasema yule ana kiburi, wengine wanasema yule ana dharau. Ila tu kwa kuwa una social power, unaweza ukaogopa pasipo hata kuwa na hujawahi kumfanyia mtu mabaya, lakini ukajikuta tu unaogopwa na kila mtu, na kila mtu anasema yule jamaa mimi hata siwezi kumchezea. Yesu hakutumia nguvu ya silaha, hakupiga kampeni, hakujilazimisha. Lakini alipoingia hekaluni, watu walihisi mamlaka. Aliposema aliye bila dhambi na atupie jiwe lake hapo, hakupiga kelele, lakini watu wakaondoka mmoja mmoja. Baada ya kusema aliye bila dhambi na atupie jiwe la kwanza hapo, kwa sababu maneno yake machache
ilikuwa na uzito mkubwa sana. Hii ni social power, akili iliyo tulivu, isiyo na hofu ya kukataliwa. Silaha ya watu waliokuwa na nguvu. Watu wengi hawana social power kwa sababu wanataka kukubalika, wanaogopa kukataliwa, wanajisalimisha mapema. Lakini watu wenye nguvu hawapatikani muda wote, hawajibu kila kitu, hawakubali kila ombi. Biblia inasema maneno yako yawe machache, na saikolojia inasema kadri mtu anavyojieleza sana ndiyo anavyopoteza mamlaka. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mtume aliyekuwa na nguvu sana. Hakujenga heshima kwa vitisho, alijenga kwa tabia, uthabiti, msimamo. Hata maadui walivumilia. Kwa nini? Maadui walimwamini. Unajua ni kwa nini maadui walimwamini? Kwa sababu alikuwa mtu mmoja popote alipo. Social power huua unafiki, inahitaji consistency. Kwa nini watu wengi hawatawahi kupata social power? Kwa sababu wanataka kupendwa sana, wanajitetea kupita kiasi, wanajieleza sana, wanaeleza kila kitu. Lakini dunia haiheshimu anayejishusha kupita kiasi. Heshima huja pale unaposema kimya, ninajua mimi ni nani, mimi ninajijua jinsi nilivyo. Social power si kitu cha kununua, ni kitu cha kuacha kuomba, kuacha kuthibitisha, kuacha kujieleza kupita kiasi. Na hapo watu wataanza kukuhisi kabla hujasema neno. Hii ndiyo nguvu ya watu wa juu. Hii ndiyo hybrid mindset. Kwa hiyo ndugu yangu, social power ina kila kitu kabisa kwenye maisha yetu. Tukiishi kwa nguvu ya social power, hakuna atakayetudharau. Kila mtu atatuheshimu sana. Ila nasikitika wachache sana wenye kujua maana halisi ya social power. Na ndio maana tunadharaulika sana, kwa sababu hatujui maana ya social power. Kila unaposema hapana bila hasira, unawafanya wengine wajihesabu upya. Watu hawachukii mipaka, wanachukia kutambuliwa, kukataliwa bila drama. Social power haielezi kwa nini umekataa, inaacha watu wakikisia. Na akili ya binadamu hufanya heshima ikuwe pale isipopewa taarifa zote. Watu wengi hufikiria ukionyesha hisia unaonekana mkweli, lakini kijamii anayefungua hisia haraka hutoa silaha zake mapema. Watu wenye social power hawashiriki maumivu yao hadharani, hawalazimiki, hawajielezi kwa huruma. Kwa nini? Kwa sababu yule anayehitaji faraja ndiye anayedhibiti hali. Nabii Yusufu alipodhulumiwa hakujitetea kwa kelele. Alikaa kimya, akafanya kazi, akajenga uwezo. Na wale waliomdhulumu walilazimika kurudi kwake
wenyewe. Hiyo ndiyo nguvu ya social power. Kuacha dunia ikufanyie kazi badala ya kujitetea. Kwa nini watu wengi hawatawahi kupata nguvu hii? Kwa sababu wanaogopa kukaa kimya, wanaogopa kutoeleweka, wanaogopa kupoteza watu. Lakini ukweli ni huu: watu waliokadiriwa kukataliwa ndiyo kwanza watakaoondoka, na waliobaki watakuheshimu. Bye bye.